Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma leo tarehe 14 mwezi wa 6 2026 linatoa taarifa kwa umma kama ifuatavyo. Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia Philbert Philemon, umri wake ni miaka 23. Huyu ni mwanachuo wa chuo kikuu cha St. John's aliyehusika katika tukio la kuchoma chumba moto na kusababisha vifo vya watu wawili ambao ni Rebecca James na Felista Peter huko mtaa wa Kikuyu Dodoma mjini tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu 2026 majira ya saa 8 za usiku. Baada ya tukio hili la uhalifu kutendeka, Jeshi la Polisi Dodoma lilifanya uchunguzi wa haraka na wenye umahiri wa hali ya juu uliofanikisha kubainisha kuwa tukio hili limetendwa na mtuhumiwa huyu. Hivyo mnamo tarehe 13 mwezi wa 6 2026 majira ya jioni ndipo alipokamatwa huko stendi ya mabasi ya Magufuli Dar es Salaam akiwa katika harakati za kukimbia mkono wa sheria. Aidha, mtuhumiwa amekiri yeye mwenyewe kutenda kosa hili kwa kutumia mafuta ya petroli lita 2, sababu kubwa ikiwa ni wivu wa mapenzi baada ya kuachwa na mpenzi wake ambaye kwa sasa ni marehemu Felista Peter Francis ambaye alimpata mwanamume mwingine. Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma linatoa wito na kuwaasa wananchi na wanavyuo wa elimu ya juu kuacha kujiingiza kwenye vitendo vya kihalifu kama ilivyo katika tukio hili, na wasihi wanavyuo kuendelea na masomo yao ipasavyo huku wakizingatia sheria za vyuo na za nchi katika kujiepusha na vitendo visivyozingatia maadili mema ya Mtanzania, matumizi ya madawa ya kulevya, matumizi ya mitandao ya kijamii katika kupanga na kushiriki uhalifu. Pia watafute msaada wa kisaikolojia na kutembelea washauri nasihi ili kukabiliana na msongo wa mawazo. Majina naitwa Matango Koloma Maswale, ni mwenyekiti wa mtaa wa Kigamboni. Kilichopelekea ni swala la mapenzi, na walithibitisha kwamba huyu kijana awali ya yote alikuwa ni mpenzi wa binti mmoja wapo ambaye ni Felista. Sasa yule binti alisitisha mahusiano wakati yule bado anampenda, na baada ya kusitisha mahusiano huyu kijana aliwahi kunywa sumu pale pale kwenye chumba cha kina Felista. Majirani ndio waliomuokoa na kumkimbiza hospitali na kuweza kutibiwa katika hospitali ya General. Akapona, kumba alikuwa na lake moyoni amelitunza mpaka kinakuja kutokea kitendo kama hiki cha kinyama. Siku huo watu wakajulishana kutafuta ndugu, ndipo kijana mmoja akajitokeza kuwa yeye anasoma nao na ni rafiki yao, akitaja ana pesa shilingi 250,000 anaweza akawalipia. Kweli alifanya hicho kitendo kwa usiku ule, akawalipia matibabu pesa hizo hadi zikatimia katika gharama walizohitaji kwa usiku huo, na aliendelea kukaa pale mpaka kukacha asubuhi. Mpaka mida ya saa 5 wazazi wake wakafika na kuwaeleza, wazazi wakamrudishia zile gharama zake shilingi 250,000. Siku ya kwanza ya pili ndipo baba mzazi alipotueleza kwamba amefanikiwa kuongea na binti. Binti kamtajia mtu aliyefanya hilo tukio, lakini pia aliyolifanya hiyo tukio ndo huyo aliyekuwa msamaria mwema wa kuweza kulipia hata matibabu usiku mpaka kukacha asubuhi na kuweza kurudishiwa pesa. Mimi ni mzazi wa Felista Peter.
Niliambiwa ni ajali ya moto. Baada ya kufuatilia, walivyokuja zimamoto wamefuatilia, ikaonekana ajali ni ya kusababishwa ni mafuta ya taa yaliyotumika kuchoma wanangu. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.